Neno la Mungu linasema kwamba Daudi akamwambia Sauli, mtumishi wako alikuwa akichunga kondoo za baba yake, na alipokuwa akija simba au dubu akamkamata mwana kondoo wa lile kundi, mimi hutoka nikamfuata, nikampiga, nikampokonya kinywani mwake, na akinirukia humshika ndevu zake, nikampiga, nikamuua. Mtumishi wako alimuua simba na dubu pia, na huyu Mfilisti asiyetahiriwa atakuwa kama mmoja wao, kwa sababu amewatukana majeshi ya Mungu aliye hai. Daudi akasema, Bwana aliyeniokoa na makucha ya simba na makucha ya dubu ataniokoa na mkono wa Mfilisti huyu. Sauli akamwambia Daudi, enenda na Bwana atakuwa pamoja nawe. Na Mungu alibariki neno lake. Paka sasa nimezungumza mambo mangapi? Nilisema ili uweze kushindana na farasi, hakikisha unampiga Goliati. Na nikasema kwamba huwezi kumpiga Goliati kama wewe sio mwajibikaji. Kilichomfanya Daudi ampige Goliati, nilisema ni lazima uwe mwajibikaji. Uwajibikaji wa Daudi ulimpa sifa mbele za Mungu, Mungu apate kumtumia ili kwamba aweze kumpiga Goliati. Alikuwa mwajibikaji. Tunasema kwamba Daudi alikuwa akipiga vinubi akiwa akichunga, na hakuweza kuwaacha kondoo peke yao. Wakati wote alipokuwa katika majukumu yake, alihakikisha kwamba hata majukumu ya nyumbani yanakwenda salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini kasema jambo la pili lilomfanya Daudi apige Goliati ni kwamba alikuwa ni mtii. Kwamba utii ulikuwa ni sifa ambayo Mungu aliitumia kwa Daudi kumpiga Goliati. Kwa sababu Biblia inasema kwamba Mungu hufanya kazi na wale walio wanyenyekevu, na wanyenyekevu huwapa neema kubwa. Kwa hiyo Mungu alipoona utii wa Daudi, mara zote alipotuma na baba yake kwenda kupeleka chakula kwa ndugu zake, Daudi hakununa, Daudi hakubisha, Daudi aliondoka. Tukasema hilo ni jambo la pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jana nikasema jambo la ngapi? Nilikuwa ninasemaje? Hello, si mnaandika, mimi niwaambia mimi ni mwalimu. Daudi alikuwa ni mtu nani? Mtu jasiri. Kwa hiyo ujasiri wake, nilisema kwamba siku zote Mungu hatumii watu ambao ni waoga, kwa sababu Mungu hakutupa roho ya nini? Ya oga, bali ya ujasiri, na wajasiri kama simba. Kwa sababu hiyo unapoona mambo yanabadilika, ni kwa sababu kuna mtu ameamua kuvaa mabomu na kwenda kulipukia mbele. Na ndio maana hata tunapozunguka hivi hatujui tunakutana na nani, lakini tumeamua kuvaa mabomu mbele kwa mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu akamtumia sana Daudi kwa sababu ya ujasiri, na ujasiri wake ulionekana kuanzia katika kukabiliana na dubu na simba, lakini pia katika maneno yake anasema ya kwamba huyu Mfilisti asiyetahiriwa ni nani hata yatukane majeshi ya Bwana. Kwa sababu wale wengine wote walikuwa wanajificha katika mashimo. Wanajificha katika mashimo, wanaogopa, sijui makopro, sijui masajenti, sijui manani, wote wanajificha. Daudi akasema kwamba mimi nitakabiliana na Goliati kwa jina la Bwana. Mungu akamtumia, akamuua nani? Goliati. Na jambo la nne nilisema nini? Kukataliwa. Lazima ushinde hiyo changamoto. Kwamba nilisema mara zote unapoamua kufanya kitu, si kila mtu ataungana na wewe. Watu huwa hawako tayari kukubaliana na mafanikio yako. Watu hawako tayari kuona wewe unakwenda zaidi yao. Kwa hiyo watajitahidi kukupinga kwa gharama yoyote ile. Na hata kama wa nje watakukubali, usishangae upinzani ukatokea ndani. Lengo tu ni kuhakikisha kwamba unadhoofika, unafika sehemu unasema mimi siwezi kufanya tena. Lakini Daudi pamoja na kina Eliabu aliinuka, ndugu zake waliinuka, baba yake aliinuka, pamoja na kwamba Sauli alimkataa, hata akasema basi utajua mwenyewe. Daudi alisema kwamba mimi nitakwenda mbele katika jina la Yesu. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo haya mambo manne yalimpa sifa Daudi ya kutumiwa na Mungu akamshinda Goliati. Na alipomshinda Goliati, tunasema kwamba akaketishwa na akina Sauli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo watu wa heshima,
wakawa wanakaa na Daudi. Lakini leo nataka tuangalie jambo la 5 na ambalo tumelisoma kwenye mstari wa 34 na 36. Inazungumzia habari ya Daudi anakabiliana sasa na Goliati. Sasa hapa anaanza sasa kuangalia yale ambayo Mungu amemtendea katika maisha yake. Kwa hiyo jambo la 5, Daudi alikuwa na ushuhuda juu ya uzoefu wake na Mungu huko nyuma. Halo, hilo ni jambo la ngapi? Daudi alikuwa na ushuhuda juu ya uzoefu wake na Mungu huko nyuma. Ndio maana alimpiga Goliati. Ndio maana alifaulu. Ninaposema ushuhuda, maana yake ni maneno yanayothibitisha na kueleza mambo yalivyokuwa. Ni matukio halisi yanayotoa ushahidi wa mambo yalivyokuwa. Kwa maneno mengine, Daudi alipotazama nyuma, aliona jinsi Mungu alivyomtetea, na akawa na uhakika 100% kwamba hata kama ingekuwaje, huyu Mfilisti ataangamia, kwa sababu ninajua nilikotoka, ninajua milima niliyoivuka, kwamba hata hapa nilipo sasa ni Mungu tu. Kama si Mungu, Israeli na aseme. Sema amina kama unanielewa. Kwa hiyo Daudi kipindi anakwenda kukabiliana Goliati, yeye alichokiangalia ni kwamba kama Mungu aliweza kunitetea na dubu, akanitetea na simba, hivi kweli Mungu anitetee na wanyama wakali, leo ashindwe kunitetea kwa Goliati tu? Na ndio maana alikuwa na ujasiri wa kusema kwamba nitakabiliana na nani? Na Goliati. Maana yake alikuwa na ushuhuda katika maisha yake ya jinsi Mungu alivyohusika naye katika kila hatua ya maisha yake. Akawa na uhakika kwamba kama Bwana alinisaidia mwaka jana, kama Bwana alinisaidia wiki iliyopita, hata leo katika hili tatizo Bwana hajanyamaza. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu wangu atanisaidia, maana hawezi kuleta tatizo halafu yeye asiweko ndani yake. Lazima nitapita tu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amen kama unanielewa. Kwa Daudi alikabiliana na Goliati kwa kutumia uzoefu wa yale aliyoyaona katika maisha yake. Na ndio maana nilisema siku ya kwanza, nikasema kwamba mara zote Mungu hawezi kukupa kushindana na farasi kama hajaanza kukuandaa. Na anapokuanza kukuandaa, kuna vitu vidogo vidogo na viachilia katika maisha yako. Unashinda kimoja, unashinda cha pili, unashinda cha tatu, unashinda cha 4. Hayo unayoyashinda, Mungu anakutengenezea ushuhuda. Mungu anakutengenezea uthibitisho wa kwamba kumbe hata huyo anayeonekana mbele yangu, kumbe hata kudaiwa kwa bili kwa nyumba, kumbe hata kushindwa kukabia, hata leo ninapoyaona ya kumbe inawezekana kupita katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Maana niliyoyapitia ni magumu, nilikuwa nife, nilikuwa nifukuzwe, ilikuwa niachike, lakini Mungu amenisaidia. Leo niko hapa, ninamtukuza Bwana katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ninasema kwamba kwa ujasiri huo Daudi akasema nitakwenda na nitakabiliana na Goliath. Si kama unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Si kama unanielewa? Kuna watu wanakataa sana matatizo, lakini matatizo yanatutengenezea ushuhuda. Ndio maana mimi kuna wakati huwa nakaa chini na waza kwamba hivi kweli niliwahi kupita. Unajua niliwahi kupita. Nilisema na juzi kwamba kuna matatizo yakitokea mpaka hata wewe mwenyewe unasema kwa kweli hapa nimepatikana. Si kama mnanielewa? Kuna matatizo yakija mpaka unasema shikamoo matatizo, unaitika mwenyewe marahaba. Si kama mnanielewa? Maana unatafuta njia ya kutoka, njia ya kujikwamua, haiwezekani. Unaona giza, unaona kila kitu kimebadilika, unaona wale watu ambao ulikuwa unawaza kwamba wangekusaidia wote wamekukimbia, hata wale walikuwa kukopesha angalau kidogo wote huwaoni. Ukisema kwamba useme labda na baba na mama na ndugu zako, wanasema tulikwambia acha na sisi tena usitutafuta kuanzia leo, futa na namba zetu. Yani unajikuta uko kama
kwenye kisiwa, lakini katika mazingira hayo Bwana akakutokea akakusaidia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Leo uko mahali hapa tena umekaa unang'aa, unaendelea kumtukuza Mungu. Maana yake ni kwamba Mungu alikuwa anakuandalia testimony, anakuandalia ushuhuda wa kwamba haya yaliyopo kuna farasi wakubwa wanakuja mbele. Kwa sababu umevuka leo hapa, hawa wanaokuja watakuwa kama uyoga tu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Watakapotokea utawaambia kama Mungu alinisaidia huko nikashindwa kufa mwaka 2019, 2018, 2017, leo 2020 nife. No, huyo si Mungu nayemtumikia katika jina la Yesu. Kwa hiyo unapoangalia uzoefu wako wa nyuma unakupa nguvu ya kusonga mbele. Si kama mnanielewa? Si kama mnanielewa? Kwa hiyo sometimes challenges is good. Changamoto ni nzuri. Si ndio? Ukikumbuka jinsi ulivyovutana na yule mkuu wa wilaya pale Kaliua, jinsi walivyoinuka, leo uje usumbuliwe tu na mtendaji wa kijiji. Halo, Bwana Yesu asifiwe sana. Leo tu balozi aje akutoe road, haiwezekani katika jina la Yesu. Sema amen kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna vitu huko nyuma ulivipitia vilikuwa vikubwa na vizito, Bwana akakuwezesha na ukashinda. Ndio maana leo upo. Wengine mlitakuwa muachike toka mwaka jana. Hata wewe mwenyewe ni shahidi. Wakati ukikaa peke yako unasema kwa kweli nili, yaani mwaka jana sio nijichanganyaje. Yaani wewe una kitu. Lakini ashukuriwe Mungu ukaponea kwa uzi wa sandalusi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kila wakati mwingine Mungu anatumia historia katika maisha yetu, katika huduma zetu, ili kutupa nguvu ya kusonga mbele. Si kama unanielewa? Kwa sababu kuna wakati mimi nimeanza huduma mahali hapa, nilinyanyasika wakanifukuza, yani ilikuwa balaa. Nikatoka nikaenda nikawa mlinzi. Niliwaambia juzi. Sasa nimekuja kuanza huduma tena, eti shetani analeta maua yale yale. Nikamwambia haya niliyapitia Tabora. Hapa leta ndo sampuli nyingine. Hapa hautonitoa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wakaanza kuleta maneno, nikasema maneno nilishakutana nayo. Tena maneno mazito mpaka unaambiwa huyu ni ana ukimwi. Sembuse tu ya kwamba anajifanya. Haya ni madogo sana, kabadilisha alubamu. Toa alubamu nyingine tena. Maana hii nilishaipitia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amen kama unanielewa. Kwa hiyo sikia nikueleze, historia yako ni nguvu inayokufanya uweze kusonga mbele. Na ndio maana mtu yeyote ambaye hajapita katika changamoto ni ngumu sana kuvuka. Ngumu sana. Ngumu sana. Unapokuwa kwenye tatizo unataka kuiacha imani, kabla hujaiacha imani, hebu kumbuka ulikotoka. Kumbuka viunzi ambavyo Mungu amekusaidia ukavuka mpaka leo upo. Ndio maana Isaya kwamba kama si Israeli basi, kama si Mungu Israeli naseme. Amen. Ngine hapa mlinusulika kugongwa hata magari. Umefika nyumbani mpaka unakaa unashindwa kula, unanyosha mamiguu. Na ndio chao. Lakini leo litakatokea tatizo tu kadogo, mtu anakuta kalegea, katoa udenda. Mama, sikia nikueleze. Huo ni uji tu. Hebu angalia ulikotoka. Ndio maana wakati mwingine shetani, Biblia inasema katika Ufunuo, walimshinda kwa neno la nini? La ushuhuda. Na ndio maana kuna kipindi cha ushuhuda. Ule ushuhuda maana yake ni kusema kwamba shetani alikuwa amejiinua lakini ameshindwa katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Angalia. Wangapi ulikuwa unakuwazia mabaya? Watu unashtukiwa wamekununia tu, na mtu akikununia hujamkosea yuko tayari hata kukuua.
lakini Bwana amekupitisha. Halo. Duka lako lilikuwa limebakiza viberiti na sigara tu basi. Unasema nina duka la chumvi na sigara, duka la wapi? Hiyo ni meza. Lakini Bwana amelirejesha tena katika jina la Yesu. Hata hujui lirudije, hata hujui. Umeona tu biashara, Mungu aliinua tu watu wakajitokeza wakakusupport kidogo, wateja wakapatikana kwa wingi. Leo tena biashara yako inasonga mbele katika jina la Yesu. Kwa unapoona inaanza kuyumba, hebu kumbuka Bwana alivyokutoa katika jina la Yesu. Mwambie shetani, biashara yangu iliwahi kuyumba nyuma, nikabakiza chumvi na pilipili manga. Kwa hiyo hata kama leo unamaliza, ninajua nitahangaika leo, lakini kesho Bwana atafanya njia pasipo na njia katika jina la Yesu, na nitatoka tena katika jina la Yesu. Sema amen. Testimony. Unafikiri utakutana mzee Kanunu hapo, utamweleza lipi akuelewe? Alikuwa na kanga chips. Hello. Yes, mnawaona tu watu wanazurura mjini. Nasema mchungaji amebarikiwa sana, ameandika gari yake kwa neema tu. Nasema baba mbarikiwa sana, alikuwa anauza chips. Sasa leo eti shetani tena alete zoezi la chips, itamshangaza mzee. Hello. Eti amwe kumfilisi. Mzee wa spidi 120 alikuwa mganga wa kienyeji. Alikuwa mwanga. Mwana nyani na ngedere yote ya porini. Hakuna cha mganga, hakuna siji cha mchawi, yote ni ya porini. Wote wale ni wachawi. Sasa eti leo akutane na tunguli nyumbani kwake, aanze kushangaa. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Huko Bwana alishatutoa katika jina la Yesu Kristo. Huko Bwana alikwisha tuondoa katika jina la Yesu Kristo. Sisi sio wale tena katika jina la Yesu. Kabadilishe stari njoki vingine. Lakini hata kama utakuja, tunao ushuhuda wa jinsi Bwana alivyotupitisha Shamu, akatupitisha Mara, akatupitisha Yordani, na leo tunasimama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunamhubiri yeye awezaye, kwa tuna uhakika hata katika hili tutavuka kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio. Si kama mnanielewa? Testimony. Sasa watu mnasahau sana yale Mungu anayowafanyia. Hebu mtafute madaftari mwe mnaandika. Hello. Si kama mnanielewa? Hallelujah. Daudi anamwambia kwamba mimi nilikutana na dubu. Dubu ni mnyama korofi. Ana manyoya mengi, makucha, meno yake carnivorous. Ana meno marefu namna hii. Nasema kwamba alipomkamata mwanambuzi, mimi hata ningelifanya ningeenda na miange nimaliza tu, lakini wembamba wangu huna mnaoniona nao, na wekundu wangu huu mnaoniona nao, Bwana aliniwezesha sijui kwa namna gani. Nilimkabili, aliponilukia nilimkamata mwanambuzi nikamnyang'anya, na simba alipokuja na ilikuwa hivyo hivyo nilimnyang'anya, na nilichokuwa nyang'anya nikamaliza, nikawachapa na viboko, wakakimbia wakaondoka. Sasa leo eti anainuka Goliathi, who is this man, uncircumcised person, eti anitisha leo nishindwe kumdhihirisha Mungu. Kama dubu na simba walikimbia, na huyu anaondoka katika jina la Yesu Kristo. Kwa hiyo hebu niacheni nisonge mbele katika jina la Yesu, kwa sababu ya testimony aliyokuwa nayo nyuma. Sasa ukiambiwa kwani Mungu alinitenda, lakini Mungu yani ni kubwa mno. Lina kilo ngapi? Linajaa nyumba. Mnamkuza shetani, mnamuentertain shetani na mkia wake. Hello. Ushuhuda. Si kama mnanielewa? Ushuhuda. Sawa? Ushuhuda. Alikuacha kweli, lakini alipokaa alikaa tena miaka 6
akarudi mwenyewe. Leo miezi miwili akutishia, wacha aende. Akiondoka tena mlikuwa mnabana kitana chenyewe cha 2 kwa 6 kile, unabaki mwenyewe unanunua mito 7 kama yote. Wewe sogeza sabufu lako karibu, anza kunaweka Radio White 94.1 unaburudika mbele za Bwana. Baada ya miezi mitatu mwenyewe atagonga mlango, jamani nisamehe sana mama fulani, ambia wala nilikuwa sijisiwa mama nikosea, karibu hapa ni kwako. Mnaanza maisha. Anza kulia tu, naongea peke yako. Wewe acha ya zako. Acha zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikize kweli. Farasi uliyempanda hakutishi mwondoko. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nini unachoogopa? Songa mbele. Mke wangu unajua siku moja kaniambia mimi nimekuchoka kule mwanaume, yani unielewe. Unajua wanawake kuna siku wanakuwa wamefume. Anakwambia yani natamani nikukamate nikuchane chane. Nasema mama sasa utabaki na nani? Na wengine mko hapa mnajifanya mna hasira. Unakorofisha na mume wako unaenda unaisha kwenye TV kuvunja. Kesho utaangaliaje series? Hello. Asa nikamwambia mke wangu, wewe huwezi kuondoka. Kama nilikuletea matimbwili kwenye uchumba na bado hata mahali sijatoa, na bado ukaniambia tafadhali nilinde usiniumize moyo, leo nina wewe umechomoka, unaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Kwenye uchumba hata sijajitambulisha, lakini ulitulia. Leo nimekuweka ndani, unaondokaje? Ninaondoka. Nikamwambia haina shida. Kaingia kwenye begi, kaanza kupakia. Na mimi nikasema unaenda? Sema niache, usinisema sawa. Na mimi nikachukua begi, na mimi nikaanza kupakia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu tulikutana wawili. Sasa hao watoto ndo wakuja. Sasa nani unamwachia hao? Wote tumewapata tuko hao. Kwa hiyo kama unaondoka unaenda kwenu, na mimi naenda kwa mzee Kanunu. Siku ukirudi na mimi nitarudi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Sema amen kama unanielewa. Sema sasa ndo nini? Kasema hii ndio style. Wote tulikuja na mabegi humu ndani. Unapakia unaondoka, na mimi napakia naondoka. Watoto wanabaki na nani? Kasema watabaki na aliyewaleta. Kama tuliwaleta sisi, kwa hiyo tunataka tubaki humu ndani. Akafyumu akaenda akakaa kwenye makochi pa. Na mimi nikakaa pale, nikafika nikachukua remote, nikatuni Upendo TV. Tukaanza kusikiliza nyimbo wanaimba. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaenda wapi? Acha hasila. Huduma ngumu sana. Huduma pasalangwa. Nini? No, ulikotoka palikuwa pagumu sana. Hadi hapa. Kuna huduma zitakuwa ngumu. Unasukuma ili aliendi, unasukuma ili haliendi. Sadaka zenyewe hawaleti, na bado ukimaliza ibada wanabaki kwako wanakula. Wako najiuliza hawa hivyo na mpango gani na familia yangu? Lakini Mungu anakutetea mpaka leo upo katika jina la Yesu. Na unajaa kitambi tu katika jina la Yesu. Eti leo magunia ndani yameisha, uanze kuhofia njaa. Haitawezekana katika jina la Yesu Kristo anasema. Bwana aliyenitetea nyakati hizo za mapito, huyo ndiye atanitetea hata sasa hivi katika jina la Yesu. Na nitafika kule ninakoelekea, hata kama ni kwa jicho moja nitafika. Sema amen kama unanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Daudi akatumia ushuhuda aliokuwa nao kumkabili Goliath. Si kama unanielewa. Hello. Ni maana jitahidi sana kukumbuka mnakotoka. Wengine hapa mlikuwa ni wagonjwa, mnakoa tu kabla corona ijaje, wengine tayari wana corona. Ukikoa mtaa mzima mpaka unajiuliza huyo ni nani?
watu walali. Vifua utafikiri speaker. Lakini Mungu akakutetea leo ni mzima. Eti leo unaugua tu miguu. Siwezi kwenda kanisani. Taibu. Kama Bwana alikutetea leo likifua na hayo mapepo na majini yaliyokuwa yanakudondosha chini masaa 7 umezimia. Leo ni mzima. Miguu tu ndio nifanye nikae nyumbani. Nitaiambia kwamba nilikotoka kulikuwa ni kugumu. Kwa hiyo nyinyi mtatulia huku katika jina la Yesu Kristo. Tachukua hata magongo, nitakanyaga 1, 2, 3, 4. Baada ya mwaka mmoja Bwana ataachilia uponyaji katika jina la Yesu Kristo. Na akiachilia uponyaji, naandika hiyo ni testimony nyingine. Nasema shetani usiniletee hiyo nimeshatoka, na ingia ukurasa mwingine katika jina la Yesu. Na ndio maana wanasema new level, new devil. Unapotoka hatua moja ya vitu uliokuwa nayo hapa, sio yale utakayokutana nayo katika hatua ya pili. Maana yake unakutana shetani mwingine. Amen. New level, new devil. Hello. Sasa hivi tunahubiri mavumbini hapa. Na changamoto zetu hapa ni za askari wa miguu. Nasingiziwa tu kwamba mchungaji anatembea na kale kabinti kale. Pia kawaida hivyo. Kuna hatua zitakuja, umeshapandishwa level kubwa. Watu watakwambia ile huduma, yule jamaa anatoaga kafara. Yule, kuna watu walimzushia hata mwaka sasa. Kipindi Sedekia amekufa. Kantoa. Utafikiri walikuwepo pala anamtoa. Kantoa. Na wana matatizo hawa. Shindwe kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Hallelujah. Kantoa. Kuna level, the more higher you go, hakikisha kwamba unaweka mizizi ya kutosha chini. Na huo ndio ushuhuda wako, utakusaidia sana kufika na kwenda. Jambo la ngapi hilo? La 5. Basi Goliathi apigwe. Kwa sababu unapokuja unasema kwamba yule tutamdhoofisha. Kuna wengine hapa kila siku mnafundishwa usisikilize maneno ya nje. Utampata pressure bure. Achana kuchunguza simu za mume wako, fulani alifanyaga hivyo akafa. Mnasikiliza inaingilia huko kama antena za DSTV yanapotokea huko. Lakini bado mtu amechungulia tu. Unamkuta mchungaji, niombe na pressure na kama inapanda. Ukiuliza anafuatia tu message. Message zenyewe za tafadhali nipigie. Kifurushi chako kimeisha. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Songa mbele katika jina la Yesu. Songa mbele katika jina la Yesu. Maana hapa ulipo ni Bwana, la sivyo usingelikuwepo. Na kwa sababu hiyo usiogope hayo unayoingia sasa hivi. Hiyo ni level nyingine. Bwana anakutengenezea ushuhuda mzito zaidi ya ule uliokuwa nao. Songa mbele katika jina la Yesu. Sema amen kama unanielewa. Kwa hiyo ushuhuda wako ukupe nguvu ya kukabiliana na yale yanayoinuka katika maisha yako leo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Huo ushuhuda ulionao. Ndio maana wa Kristo tuna kipindi cha ushuhuda. Amen. Jambo la ngapi tunaingia sasa? Mstari wa 38 mpaka 40. Tunasema maneno haya. Ndipo Sauli akamvika Daudi mavazi yake ya vita. Akamtia chepeo cha shaba kichwani. Akamvika dirii. Naye Daudi akajifunga upanga juu ya mavazi yake. Akajaribu kwenda, maana alikuwa hajavijaribu. Daudi akamwambia Sauli, siwezi kwenda na vitu hivi, maana sikuvijaribu. Basi Daudi akavivua, akaichukua fimbo yake mkononi, akajichagulia mawe laini 5 katika kijito cha maji, akayatia katika mfuko wa mchungaji aliyokuwa nao, maana ni mkoba wake, na kombeo lake alikuwa nalo mkononi mwake. Akamkaribia yule nani? Mfilisti. Tunachojifunza hapa kilichomsaidia Daudi kumpiga Goliathi. Daudi aliamua kuwa yeye na kutumia vilivyo vya kwake.
Watu wameniangalia, wamenikodolea macho. Hamjanielewa hapa. Jambo la ngapi? La 6. Daudi aliamua kuwa yeye na kutumia vilivyo vya kwake kumwangamiza nani? Nini nachokizungumza hapa? Ukitaka kufaulu na kumshinda Goliati wako, kuwa wewe na usitumie silaha za Sauli. Tumia silaha zako ulizozizoea. Kilichoandaliwa kwa ajili ya Sauli ni cha Sauli, na kilichoandaliwa kwa ajili ya kanunu ni cha kanunu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninachosema hapa ni kwamba watu wengi sana wanataka kupambana au kuingia kwenye vita kwa kutumia sura za watu wengine. Kuna watu wanaishi maisha ya wengine, wanakopi na kupesti. Ndio maana watu wanafeli sana katika maisha. Halo? Nafikiri watu hawajanielewa. Matatizo mengi watu walionayo ni kwa sababu njia wanazozitumia wanafikiri njia ya fulani ni bora sana kuliko vile ninavyojua mimi. Narudia tena. Kuna watu kiuhalisia maisha yao ni magumu, lakini wanataka kuonekana machoni kwa watu kwamba wana maisha fulani hivi ya kula bata. Sio kama nimeeleweka? Bwana Yesu asifiwe sana. Hauwezi kufaulu. Huwezi kufaulu. Vijana hasa wengi, hata akitoka kwenda mjini kuchumbia, anaazima suruali za wengine ili aonekane kwamba ameulamba za kwake. Kumbe sio za kwake. Akitoka kuchumbia anarudisha kwa aliyemwazima. Kumbe ungelienda tu na hilo likatambuga lako, mama akakuona, angefanya maamuzi tu kwamba ulivyokuja hivyo hivyo Bwana ataturekebisha mbele kwa mbele. Sio kama naeleweka? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo usipende kuonekana mtu fulani hali kiuhalisia hauko hivyo. Na hata kwa watumishi wa Mungu, kuna watumishi wa Mungu wengi hata wamefikia hatua wanafikiri upako walionao hautoshi, mpaka wanakopi na kupesti sauti za watu. Kuna watu siku hizi wanaongea sauti za wahubiri fulani. Wanafikiri kwamba kuongea kama mhubiri fulani ndio kuwa na upako sana, au kuhubiri kama mchungaji kanunu ndio kuwa na upako sana. Ni kweli wanajaribu kuiga, lakini sikia nikueleze, Bwana alivyokuweka namna hiyo, anajua kwa nini alikuweka namna hiyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haijalishi haueleweki leo, jiamini katika mazingira hayo kuwa wewe katika jina la Yesu Kristo. Iko siku kwa jinsi ulivyo utashinda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Na kuna watu wanasema hivi kwamba ukitaka kupata ladha hii ya mahubiri, kamtafute mchungaji Nangwa. Ukitaka kupata upako namna hii, kamtafute kanunu. Ukitaka kupata upako namna hii, kamtafute nini? Kwa sababu Bwana ametuita katika karama mbalimbali. Lakini kuna watu wanaona karama walizonazo ni kama hazitoshi sana, isipokuwa walizopewa watu fulani ndizo zinafaa sana. Sikia ushindi katika jina la Yesu. Bwana amekudizani hivyo, na jinsi ulivyo, hiyo ndio silaha yako itakayokuwezesha kumpiga Goliati katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Haijalishi una kigugumizi, hubiri hivyo hivyo. Haijalishi una nini, nenda hivyo hivyo katika jina la Yesu. Kwa jinsi ulivyo, Goliati atadondoka. Hello? Si kama mnanielewa? Copying and pasting. Si kama mnanielewa? Nakuta mtu anaongea. Siku hizi mpaka wanaongea watu kwa Yesu, kwa Yesu. Wanatunguzia Twitter tu. Kwa Yesu, kwa Yesu. Yes, 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 yes. Nini bwana? Kisa alipoenda alikutana mtumishi fulani, anasema kwa Yesu, kwa Yesu. Kuna vitu vinatokea. Akaona kwamba hii ndio style yenyewe inaende nayo sasa. Kule Kabinya watanikoma huko.
Ndio maana tunashindwa. Unakuta mtu command you, hata kinza chini hakijui. Wewe ongea kama ni mdendeleko, kama mimi ni Msukuma, wewe fika tu ambie kwamba ilelololo didi. Bwana Yesu asifiwe sana. Anza kusukuma gombo katika jina la Yesu. Sukuma, watu watakuelewa tu, kwa sababu ndivyo Bwana alivyokudesign katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Daudi akasema, Sauli, sikuzoea mavazi, sikuzoea bulletproof. Mimi nimezoea ni kwenda na ndala na kubeba mfuko wa kichungaji. Na katika hivi vitu ninaamini nitakapokabiliana lazima ondoke katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na kweli alipoondoka, Daudi alimuua Goliati kwa vifaa vyake. Kuna watu wanapenda sana maisha ya watu wengine. Kuna watu utamkuta kama wewe ni mwanaume hivi baba fulani, yani kwa kweli kuna watu wengine wamezaa wamebarikiwa. Wewe ukiniambia hivyo, nakwambia haya, kusanya, nenda kwa huyo. Shindo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kuna wadada siku hizo wanajifanya wenyewe wanaongea. Utamkuta anasema, unajua, anataka kuongea kama Wema Sepetu. Hello. Hajifanya mtu anataka eti na yeye awe na mikogo, wakati umbo lake limekoma mara kala dagaa toka utotoni. Unajua kila dagaa wana madini ya chuma, mishipa inakakamaa namna hii. Leo watu ujianza kuleta mapozi wapi na wapi. Wewe umetokea Kadinya, wewe tukutane tukikadinya katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sema amen kama unanielewa. Sema amina. Sasa unachukua vitu ambavyo sio vyako, vitakushinda. Na binti moja na mshauri alikuwa anasema, unajua Pastor Renatus. Wala nikamuuliza, hivi wewe ni mtu wa wapi asili yako? Akaniambia, mimi nimezaliwa huko Sengerema huko, sehemu moja za juu huko, kama unaenda Nyatukala huko. Sasa Nyatukala wanaongeaga Renatus. Wakati huko ni wala mihogo kabisa, tunaona mihogo yanaitwa marumara. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama mnanielewa. Hey. Kuna watu wanajifanya mimi siwezi kula matembele. Subiri muda ufike. Sio kuyala, utayapanda. Utayamwagilia na utayachuma na kuyapika na kuyala mwenyewe. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe kama uko hivyo, jiamini hivyo. Amina. Ndio. Jiamini hivyo. Kama sura yako imekaa kama gunia, kaa hivyo. Unaigiza nini? Hello. Ndio maana watu wengi sana wanashindwa. Unakuta mtu hata akifikuta mzee kajenga nyumba fulani, anataka ajenge kama hutaijenga. Wewe kama una uwezo wa kujenga chumba kimoja na sebule, anza hicho. Sio kama mnanielewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usipende kuonekana mtu fulani kwa kutumia vitu vya wengine. Ninamaanisha kwamba kuna watu wanapenda kuonekana watu fulani, kiuhalisia hawako hivyo. Mungu hafanyi kazi na watu wanaopenda kuwa tofauti na alivyowaumba. Never. Hawezi kufanya kazi. Ndio maana unahitaji kuwa wewe. Amini jinsi ulivyo kwamba unatosha. Amini hivyo. Naomba nieleweke hapa pia kwamba sisemi kwamba usijifunze kutoka kwa watu wengine. Maana Paulo hata anasema kwamba nifuateni mimi kama mimi nilivyomfuata nani. Lakini unapoingia katika utendaji, uwe wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kama tunaelewana. Wewe kama unaombaga nusu saa, usilazimishe kwenda masaa mawili. Siku moja tulipoanza hizo huduma, tulikuwa mimi, mchungaji Arubano, mchungaji
kila mtu tengano kina nani. Mimi niko sijazoea kufunga masafa marefu, kwa nimezoea masaa 12. Sasa upako ulipozidi nikasema nataka nikamue masaa 48. Mwanaume nikaingia, nimeingia kufunga hivi kweli yale masaa 12 ni kweli kwa vizuri, naimba pale na msifu Bwana, umeniona umeniona. Kipindi hicho Abiudi ndo nyimbo zake zimevumu, naweka Abiudi tenda muujiza, tenda. Saa 12 nikamaliza, tukaenda usiku. Ilipofika kwenye saa 2 nikawa nasikia mwili wanasema Wasukuma kuyiswamila. Hallelujah. Wangapi Wasukuma? Amen. Sasa nitaifafanua kwa maelezo. Yaani kuna wakati unasikia kama kuna vitu fulani vinaibuka ndani ya mwili kama vinatembea kwa sababu ya njaa, unakuwa unasikia kama nyongo fulani hivi unapita. Nikasema unajizoazoa kwa Yiswamila. Sasa na watu wana majaribu sana. Sasa nilikuwa chumba kimoja na sebule, mke wangu siku hiyo akaenda akanunua maini, akaja akakaanga pale, akala na kakeli, tulikuwa na katoto kamoja, wakala pale, akatoa vyombo akaosha, anasema usimsumbue baba, yuko kwenye maombi. Mwili unajiswamila. Sasa lengo langu ni kupiga masaa 48. Hivi vitu vya ukopi na kupesi ni hatari sana. Wenzangu na waona kwa sababu nishazoea kina Rubano wanaimba tu ameniona amen. Mimi nikaona ile zoezi la kuimba kama linagoma. Nikaona sikia kama akili zinavurugika, yani uwezo tu wa kufikiri kaona kama unapotea hivi. Saa 5 nikaenda nyumbani, nikatulia pale kitandani nikatulia. Sasa hata zoezi la kuomba sasa halipo tena. Nasema tu Mungu hata kama hujaomba huwa amekwisha kusikia tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua ukishachoka sasa tu kwamba hata kama mjaomba Bwana anajua mahitaji yenu. Niko neno la faraja. Nikasema hata kama nikiomba kimoyomoyo Bwana sikio lake aliko mbali. Sasa niko nasikia ile hali nikaanza kukemea kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu ngoma iko pale pale. Tukaenda kweli, mimi sikuenda kulala kanisani, nilala nyumbani. Tumelala hivi, mke wangu amesinzia, mimi usingizi hauji. Alafu mwini nikaanza kuona kama unakosa nini? Nguvu. Sasa ikaja fahamu kwamba kuna hatari hapa, nikakata moto. Wangapi walishapita kwenye hayo maombi? Hayo mnafahamu ninachokiongea. Kwa nikatulia, mtoto wa Mungu. Nikaanza kuwaza, nikimwangalia mke wangu, nikimwambia mke wangu nimepika, ataniona kwa kweli yani huyo hamna. Kwa nikaamua kujikaza kisabuni. Lakini ikafikia unajua unapolala kuna kama nani fulani hivi kwenye mdomo vinakujaga, unajua kama ukungu fulani hivi unapolala, mwili unajirefresh na nini. Hakuna. Mate yakaanza kukata. Ukimeza mate unatumia nguvu. Sasa nikalala nikawaza, hata maombi sasa hayapo tena, ninajaribu kutafakari lile zoezi, lakini wenzangu wamekiamsha. Na mimi nilikuwa namwangalia Arubani. Kumbe mwenzangu alishazoea na kwendaga mpaka siku 7 ngapi. Huyu hapa anafahamu, huyu aliwahi kwenda kufunga kwa mchungaji mmoja mpaka akafukuzwa. Sasa ilipofika saa 9 mapasta mkuwepo, lakini hali ilikuwa ni mbaya. Ikabidi nijigeuze pale kitandani ili mama na yaba ageuze style ya kulala pale. Nikamfinya kidogo nikamwambia, Mama Kelly, kwa sauti tu nzuri ya upako, Mama Kelly, nimeshangaa nilipokuwa nimepumzika kidogo, Mungu amesema nami akasema yale mahitaji yangu ameyajibu. Kwa hiyo hebu inuka sasa ukoroge tu uachilie.
Sema amina kama unanielewa. Mama Kenny kwa namuona kama ile zoezi halichukuliwi serious. Nikamwambia lakini umenielewa nilichokwambia? Inuka, koroga nini? Uji na ukoroge wa kutosha. Kuigaiga mambo. Unachukua vitu ambavyo si vya kwako, unavifanya kuwa vya kwako, utakufa. Kwa hiyo kweli Mama Kenny na unajua wanawake nao wana huruma na Mungu amewapa neema ya pekee. Mungu awabariki sana. Mwanamke atakukute saa 10 mwambie washa jiko, kanaanza pupu. Na Mungu bana alivyokuwa ajabu. Sio ni Mungu, sio shetani. Lilikuja liupepo usiku ule. Kuweka tu mkate. Akatenga sufuria, nikapita pale na muona huja ameweka kidogo, nikamwambia kwamba ongeza kidogo sababu akaongeza pale, akakoroga sufuria, utafikiri tunakunywa familia nzima. Alafu mimi nikaenda kuchukua beseni la maji baridi, nikaja nikaliweka. Uji ulipoiva sufuria zima la uji nikalitenga kwenye maji kwa sababu niliona yani utachelewa kupoa. Nikaukoroga mle uji ulipopoa, nilipopiga kama bakuli 2 hivi. Nikaona fahamu zimeanza kunasa sasa, nikaanza kuelewa sasa. Nikajua hapa niko naondoka. Akili zikarudi, lakini sikupata joto siku 3. Yaani nasikia mwili wa baridi siku 3. Nafikiri wanafahamu wale wanaofunga. Siku 3 days mwili wa baridi unakuwa kama vile kuku la kizungu. Kuiga mambo. Sasa baadaye nilikuja kwanza kufanya mazoezi mwenyewe. Unafunga kidogo mpaka saa 12, baadaye mpaka saa 6, baadaye mpaka asubuhi. Baadaye unakula balisha mpaka nikaja nikazoea. Lakini kwa sababu nilikuwa natamani kuwa kama kina Rubano walikuwa wamenitangulia kwenye huduma, nikakurupuka. Shetani akanipiga. Nini ninachokizungumza? Usipende kuiga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa wewe katika jina la Yesu. Kuwa wewe katika jina la Yesu. Si kama unanielewa. Hata kama wewe hujui kupika, hivyo nenda tu hivyo. Katika hilo Bwana ataachilia upako. Si kama mnanielewa. Be you. Kuna mtu amesuka nywele zake nzuri za majongo, yeye mweupe, kapendeza. Naomba ya nani na mimi nikasuka majongo, sura kama ya Baba Kelia. Ukienda kusuka majongo unakuwa mweusi kuanzia kichwa mpaka macho, ndio unakuwa unapita tu. Sasa watu wanakushangaa. Wewe unafikiri umependeza, kumbe umekuwa kituko. Kuna wengine vichwa vyenu vinafaa kusuka twende kilioni tu. Kazana na hizo. Wengine vichwa vyenu havifai kuvaa mawigi. Ukivaa yaani unakuwa kituko, ila wewe hujui. Na watu wanakuambia shoga umependeza, kumbe wanataka ukae hivyo ili wacheke siku nzima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwa wewe katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, haleluya. Jitahidi kuwa wewe. Umenielewa Gogoja? Kuwa wewe. Hata kama ukifika hapo ukahubiri wana 3:16, wewe simama hubiri wana 3:16. Usitake kuiga kwa watu wengine. Iko siku Bwana ukiwa mwaminifu katika hilo, Bwana atasema hakika huyu anatambua kile nilichokiachilia katika maisha yake. Anakubalika, anaachilia upako, watu wanaanza kupokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na Bwana anakuinua. Kwa hiyo ninachokisema hapa, Mungu anataka sisi tuwe sisi. Hataki tuwe watu wengine. Daudi akasema, Sauli, I'm sorry, siwezi kuondoka na vifaa vyako, kwa sababu hata kama nikiondoka navyo nikampiga Goliati, utasema nisingelikupa hivyo vifaa usingemshinda Goliati. Lakini Bwana anataka niende katika udhaifu nilionao, niende katika hali nilionayo, ili nitakapompiga Goliati asiwepo akusema kwamba sisi ndo tulimsaidia, isipokuwa Bwana aseme kwamba kama si mimi Daudi asingelimpiga Goliati. Manake Mungu ajichukulie utukufu. Ndio maana anataka tuoperate katika hali zetu. Na kwa nini Daudi anakwenda katika
sababu Mungu wetu anajua udhaifu wa adui yetu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ndio maana Biblia inasema kwamba Daudi Goliathi alikuja amevaa mapamba, sio amevaa nini, piga helmet, akasahau kuweka kitu kwenye paji la uso. Mungu anajua udhaifu wa adui yako. Biblia inasema kwamba ile kombo ilipozungushwa haikwenda kwenye masikio wala kwenye miguu, ikaenda pale pale ambapo hakuwa ameweka kikinga chochote, ikampiga kadondoka chini yeye na mavazi yake yote, na akafa mahali pale pale, na historia ikafungwa ya Goliathi. Sikani kwanza, baki kama wewe, maana Mungu anajua udhaifu wa adui yako kwamba uko wapi. Utaingia unaonekana huna nguvu, lakini Bwana anajua kwamba utakaponyanyua tu mkono kuna mishale itatoka na itafika mpaka kwenye tumbo ambapo adui yako hajafunika kitu chochote, na utampiga na atapotea katika historia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Kwa hiyo kuwa wewe, don't copy and paste. Amen. Jamani, mnaharibu. Amen. Kuna watu mnaenda kwenye mitandao kule, wako na nikelaga mimi. Siku moja mke wangu kaja, niwaambia tunatoka out leo mama, tunaenda harusi. Sina wameenda saluni gani Mungu wangu? Wamemdanganya huko mama mchungaji wangu. Na mke mzuri sana. Sasa mke wangu huwa hapendi, yani sipendi sana weke makorokoro mengi. Lakini nikamwambia mume wako usiweke. Sema kwa nini siweke? Kwa nini siweke? Shauri lako. Utaki tu kuingia gharama. Kwa nini siweke? Mbona wengine wanaweka? Mwenzi hayapendi. Unamvalia nani? Mke wangu kaja, anasema baba Kosu nipikie, niko hapa saluni. Akasema haya. Mwanaume nimetoka kaoshi, nimeulamba suti nzuri, nini tunaenda kuozesha. Jana alikuwa anafunga ndoa pale. Nafika mama anatoka amevaa manguo sasa marefu. Eti na michuchumio sasa. Jamani mwanangu kafika. Kava kumwangalia usoni, kapaka kaweka mahina humu, wamemchonga manyusi yamerefuka mpaka huko, na humu kapaka humu, ala kapua tu hivi. Nikasema wewe, alipoingia kama alipokaribia nikamwambia hebu tulia kwanza. Nikamwambia nani amekutengeneza? Sema baba Kosi nawe jamani si maskara. Nikamwambia tulia kwanza. Hata kama ingekuwa maskuli, tulia kwanza. Nani kakutengeneza? Turudi saluni. Alikuwa na kapua hivyo, mjawahi kuona watu harusi wanakuja, yeye akili yake inamtuma amependeza, ana kapua tu huku kaweka ya njano, huku kaweka ya blue, huku kaweka, yani amekuwa kama sijui kitu gani, yani kawa kama kavali reflector. Utamkuta sijui ana meremeta, haujapendeza. Unatuingiza gharama bure tu ambazo hazipo kabisa. Nikamwambia haya, weka maji, sugua. Akanuna pale akasugua nini alipokasa. Nikamwambia sasa tunaenda, hata ulizokuwa unapanga kuweka uweki, kakae ndani ya Hilux, safari uko mbili. Kama vituko nyie. Hello. Yani siku hizi ni hatari. Ni hatari. Kuna watu wakuta wamebandika makope, hata akiwa analia msibani anashindwa kulia, anabonyeza tu hivi. Wakati sisi unapolia unatijineja hivi jamaa. Lakini watu hawalia, hata ni wanafiki wa kutupana kubonyeza tu. Umeweka kope, alafu ya akili zinamtuma kwamba amefanyaje? Amependeza. Na mambo nyie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sema amen kama unanielewa. Daudi akabaki kama alivyo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Sikia, hata kama hebu tulia katika hali yako ulionayo. Mume utampata, mke utampata. Kijana, usianze kusema kwamba bro ni azima si bodaboda yako vinataka nikachumbie. No, we nenda kama una mkweche ubebe hivyo hivyo. Kauwekee Kristo, punguze kelele. Nenda. Bwana atakuandalia yaliyo kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sisi kama mnanielewa. Daudi akamshinda Goliathi kwa sababu aliamua kuwa yeye. Amen.
mnanyanyaswa na watu, mnasimangwa na watu, kwa sababu mafanikio mlionayo mliyachukua kwao. Amen. Amen. Tusingelikuwa sisi, asingelikuwa pale. Tusingelikuwa sisi, asingekuwa na hubiri hivyo. Be you. Mungu anapokuita hata katika utumishi, yeye atakuequip. Amen. Nenda tafuta uso wa Bwana kwenye magoti. Mwambie Bwana, usipoenda nami mimi si kitu. Uso wako natamani uwe pamoja na mimi. Bwana ataondoka na wewe kwa hali hiyo hiyo ulionayo. Utashangaa jinsi ambavyo Mungu atakupaka mafuta. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't copy and paste. Kuna watu tu wanaongea kama Mwakasege. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Kuna mtu mmoja unaongea vile wewe. Kwa wewe. Alikuwa anaomba kijana wetu hapa, anasema here. Sasa unaona kwamba jamaa kaimba vina mimi nianze hapo, ukija hapa here mambo yanaharibika. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama umezoea kuimba kama Masai, wewe njoo tuimbe hapa. Hii watu wasema kwa kweli stadi ya yule baba alikuwa anafanya tu hivi, lakini jamani tumemwona Bwana. Kwa sababu si wewe. Na Mungu alibariki neno lake. Goliati ndio anasema kwamba akafanyaje? Akafa. Na point yangu ya 6 wala sio ndefu. Inasema tu kwamba ukishayapitia haya ya 7, sasa hebu nenda kamue Goliati wako. Simama mahali ulipo.